Asante na wakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo. Wakati tunaingia katika somo letu siku ya leo, na imekuwa ni wakati mzuri na namfurahia Bwana kwa sababu ya kutupa wakati huu ambapo ndio tamaa ya wengi wawepo wakati kama huu, lakini Mungu anajua chaguo lake. Kwa hivyo kwa wakati huu mnakumbuka tulisoma kujifunza sehemu ya kwanza ya kidokezo kuhusu kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati, na tukaona ya kwamba wengi japokuwa wanapigania ya kwamba si Musa aliandika, lakini tulitaka kuthibitisha kiliandikwa namna gani na kama kilitoka katika kinywa cha Mungu ama ni wanadamu waliofanya kazi hiyo. Na mpaka mahali tumefika katika sehemu ya kwanza, tumeona ya kwamba ni Mungu aliyemteua mtumishi wake huyu Musa, na anaongea akiwa ndani yake ili kudhibiti maneno anayotoka ndani yake ya kwamba ni kweli. Naye vile vile tunaona ya kwamba yeye Kristo aliongelewa akiwa ndani ya kuweza kunukuu yale maneno ambayo Musa aliweza kunena katika sehemu hii ya kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati na vile vile katika Agano la Kale. Kwa hivyo wapenzi, tunapoendelea sehemu hii ya pili, tunaendelea kuthibitisha neno hili ili wakati ambapo tunaingia somo lenyewe kuanzia wiki ujao, naomba Mungu leo tuweze kumaliza sehemu hii ili tunapoanza kuendelea kila mtu atakuwa anaelewa ni nani anayenena na Yesu ananena hiyo kwa nini, na tutafika katika Agano Jipya. Mambo haya yatakuelea vizuri na Mungu atakupa ufunuo zaidi ya hata ule ambao mimi amenipa na mafunzo ambayo nimepitia. Kwa hivyo wapenzi, siku ya leo tunaangalia juu ya thibitisho za ndani ya kuwa Musa aliandika kitabu hiki, na tunaona ya kwamba kuna mambo ambayo lazima tuangalie vizuri katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 31 mstari wa 26 mpaka 26. Tunaona basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha. Kwa hivyo ni Musa aliyeandika, kwa sababu neno hili linatuambia ya kwamba basi wakati ulipofika wakati huo Musa alipomaliza katika kitabu hiki, kwa sababu tunaona ni sura ya 31. Ni wakati Musa amemaliza kuongea na wana wa Israeli, amewakumbusha mambo yote walioambiwa na Mungu kule mlima wa Horebu. Na sasa anapomaliza ndio anaandika, tunaambiwa ya kwamba alipomaliza kuandika. Kwa hivyo hakuna mtu mwingine aliyeandika. Na ukisoma, nimesoma vitabu vingi na naambiwa mambo mengine yalitoka katika vitabu tofauti katika dini za ulimwengu, lakini sitaki kwenda upande huo. Nataka tuangalie mambo ya Musa, ndiye ameandika kitabu hiki, na vitabu hivyo sasa vikitamatishwa na hiki ambavyo ni vitabu 4 kuongeza hiki ni 5. Na hivyo hiyo ndiyo msingi wa Injili. Hiyo ndiyo msingi. Kama hauelewi vitabu hivi 5, mambo mengine ni ngumu. Hata ukijaribu kusema Jesus only, kuna dini zinajiita Yesu pekee, Jesus only, kuna wengine wanajiita Mormon, lakini wote wameenda pale. Kuna wengine hata hawa mnaita Freemason. Wote ukisoma vitabu vyao, na wengine wengi hata wale waliweza kuua watu kule katika wakati wa Jones ambao ni cultism, na zingine zote wanapitia katika Biblia. Kwa hivyo wapenzi, msingi huu ndio unatakiwa kila mtu ajue vizuri, aweze kuelewa neno la Mungu, asije akaponzwa na wengine. Kwa hivyo tunaona ni Musa aliyeandika hiyo Torati, na ya kwamba alikuwa sasa ameimalizia pale, kwa sababu wakati kitabu hiki cha Deuteronomy kitakwisha, hakuna wakati sasa kutakuwa vitabu vingine, vitakuwa ni tofauti, lakini vitakuwa chini ya maelekezo ya vitabu hivi 5 vya Musa. Ndipo Musa akaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, sasa sanduku la Bwana mnanielewa, mnajua vile liko, mnajua mambo yaliyokuwa ndani yake. Sasa walipokuwa wanabeba hilo sanduku ambalo lilikuwa ni dhibiti ya kwamba Mungu alikuwa akiwaongoza akiwa katika hilo sanduku, the Ark of the Covenant, basi akawaambia hawa Walawi walioteuliwa kubeba, akawaambia, toaeni hiki cha Torati, watoe chuo hiki cha Torati, mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama
shahidi juu yako. Kwa hivyo sasa hii sheria, yaani mawe haya mawili ambaye ndiyo ilikuwa imeandikwa amri za Mungu 10, hiyo ndiyo inaambiwa ya kwamba wanaambiwa wachukue sasa. Musa amewaeleza na sheria zote ziko pale na ni zaidi ya 10, kwa sababu tukiangalia katika mambo ya Wayahudi, ile kitabu na sheria zile wanafuata katika Tora zote ni 613. Kwa hivyo zote ziko hapo, na sasa ndivyo wanaelezwa ya kwamba waichukue hiyo sasa, waiweke ndani ya sanduku la agano, iwe ni ushuhuda, iwe wale watakaozaliwa baadaye wanaweza kuisoma na wajue ya kwamba Mungu alinena nini. Kwa hivyo sasa unaona chombo cha kwanza ambacho kinawekwa ndani ya sanduku la agano ni hii chuo ya Torati ya agano, ambayo ni amri 10 za Mungu ambazo tunasema ndio Torati, na ndio inawekwa hapo ndani, na tunajua vile vitu vingine vitakavyowekwa ndani. Patakuwa na nini? Patakuwa na fimbo ya mchungaji, na vile vile patakuwa na nyungu ya mana ambayo ni nyungu ya dhahabu ya ile mikate walipewa wakiwa jangwani kwa miaka 40. Kwa hivyo ndivyo vitakuwa katika hilo sanduku, na umeona ya kwanza imewekwa kwa sababu Musa anajiweka tayari, sababu anajua siku zake zimekaribia. Kwa hivyo tukiona katika kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, tunaona nini? Tunaona haya ndiyo maneno Musa aliyowaambia Israeli wote ng'ambo ya Yordani. Hawajavuka Yordani, na hapo nataka uende ukishika vizuri, kwa sababu anaongea akiwa katika tambarare ya Moabi. Kwa hivyo excuse me. wakiwa ng'ambo ya Yordani, yaani kule kwenye bara, yaani nchi kavu, katika Araba lililoelekea Sufu, kati ya Parani na Tofeli na Rabani na Hezroth na Dizahabu. Hiyo ndiyo area, mahali ambapo miji iliyokuwa karibu nao wakati walikuwa wamekaa hapo. Unaona, walikuwa ni watu wengi sana. Nataka uangalie, kwa sababu miji waliokaa umeelezwa hapo ni katika Arava kuelekea Sufu, kati ya Parani na Tofeli na Raban na Hezrothi na vile vile Dizahabu. Kwa hivyo miji hiyo yote walikuwa wana wa Israeli wameongezeka sana na ni wengi. Kwa hivyo wakati Musa anaongea nao, ni Mungu anasaidia kila mmoja aweze kuelewa. Na unajua, wakati anaongea, wakuu walioteuliwa waliweza kufikisha hii habari mpaka kwa watu wote kijijini, kwa sababu hawa watu walikuwa ni zaidi ya 2,000,000. Na kwa hivyo unatakiwa uone ya kwamba walikuwa ni watu wengi kabisa, na wakati Mungu ananena kila mtu huweza kusikia, kwa sababu Mungu anatumia nguvu zake ziweze kuwafikia kila mtu. Ni mwendo wa siku 11 kutoka Horebu kwa njia ya mlima wa Seiri mpaka Kadesh Benea, yaani mahali walipokuwa sasa. Ilikuwa ni mwendo wa siku hizo 11 ambazo wangeweza kufika tangu walipotoka Horebu. Kwa njia fupi ilikuwa ni siku 11 wakipitia upande wa Seir, yaani Seiri. Seiri, mnakumbuka nini? Niliwaguzia mambo hayo tulipokuwa tunasoma kitabu cha Mwanzo. Kile kitabu cha Mwanzo tuliguzia sana juu ya Esau wakiwa na ndugu yake Yakobo, ya kwamba huyu Esau aliishi katika Seir, naye Yakobo akaishi upande ambapo nilevidim, mahali ambapo Shekem, mahali ambapo babu yake alikuwa na lile shamba lake ambapo aliweza kurithi Ibrahimu. Kwa hivyo sasa unaona ya kwamba kutoka hiyo njia fupi ya kupitia Seir kwenda mpaka katika lango la kuingia nchi ya ahadi Kanani, yaani hapo Kadesh Benea, ilikuwa ni mwendo wa siku 11. Lakini kwa sababu ya kutotii kwao, kwa sababu ya kuasi Mungu, kwa sababu ya kukataa kusikia, iliwachukua miaka 40, ambaye kama wangekubali Mungu na watende mapenzi yake bila kufanya dhambi kule jangwani na kuchanganyikana na ulimwengu, ingewachukua siku 11 tu kuingia Kanani. Lakini iliwachukua miaka 40. Kwa hivyo ikawa mwaka wa 40, mwezi wa 11, siku ya kwanza ya mwezi, Musa akawaambia wana wa Israeli kama yote
aliyopewa na Bwana ya kuamuru. Kwa hivyo Musa aliwakumbusha, kwa sababu yeye ndiye alijua habari hii. Alipokwisha kupiga Sihoni mfalme wa Waamori aliyekuwa akikaa Heshbon, na Agu mfalme wa Bashan aliyekuwa akikaa Ashtarothi, ilikuwa katika Andrea na ng'ambo ya Yordani katika nchi ya Moabi, alipoanza Musa kufunua torati hii akisema. Kwa hivyo Musa ndio aliweza kurudia hii torati kuwakumbusha wana wa Israeli, na nia muhimu sana mahali hapa inatakiwa ujue, Musa anarudia yote aliyoyanena tangu mlima wa Horeb ili wasije wakasahau. Unajua, watu wanatakiwa kukumbushwa kila wakati mambo ya Mungu na kuambiwa juu ya Injili kila wakati ili wasije wakasahau. Kwa hivyo wapenzi waliweza kukumbushwa na wakaambiwa mahali na muda wangechukua kama wangekuwa watiifu. Nataka kukuambia nini wapenzi? Na kuambia ya kwamba ukiweza kumtii Mungu na ufuate amri zake bila ujuaji, bila mambo mengi, bila kujifanya wewe ndio mwisho, sikiliza sauti ya Bwana na vile anavyonena utende hivyo, itakuchukua muda mfupi sana kuweza kubarikiwa, kwa sababu Mungu anapenda zile roho hutii. Wale ambao ni watiifu, Mungu anatembea nao kwa haraka. Na katika torati ya Musa hapo ukiangalia Deuteronomy, yani Kumbukumbu ya Torati 4 mstari wa 44 mpaka 46, unaona na torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii, ambaye walikumbushwa sana. Nataka muangalie mjue ya kwamba haya ndiyo mashuhudizo na amri na hukumu alizowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri. Kwa hivyo mambo ile muhimu wapenzi, mnatakiwa kukumbuka ni kwamba ni amri za Mungu, na mjue kuna hukumu. Kama ufuati amri za Mungu, kuna hukumu yake, lazima utahukumiwa. Na vile vile hapo utakumbuka ya kwamba kuna sheria ambazo ni katika community, jamii zile watakavyoishi. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya uyaangalie sana, amri, sheria na hukumu. Mambo hayo Mungu anayaangalia sana, na ni vizuri kuyaangalia, kwa sababu usipoyaangalia hamwezi kutembea na Bwana. Ng'ambo ya Yordani katika bonde lililoelekea Beth-peori katika nchi ya Sihoni mfalme wa Amori aliyekuwa akikaa Heshbon, ndiye aliyepigwa na Musa na wana wa Israeli walipotoka Misri. Hiyo ndiyo ilikuwa vita ya kwanza, na tunakumbushwa ya kwamba Mungu aliwapigania ili waweze kufika nchi ya ahadi. Wakati unaenda kufikia baraka zako, wakati unataraji kufikia baraka zako, hauwezi kusifikia peke yako, kwa sababu nguvu zako hauwezi, uweza wako hauwezi. Ni Mungu atakupigania, na Mungu akikupigania ndipo unakuwa mshindi. Na ukiangalia maandiko ya Mungu yanasema, hata ukisoma kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati 33 mstari wa 27, inasema Mungu anawashika adui zetu, akisha washika anatupea, anatuambia tumwamalizie. Kwa hivyo unamhitaji Mungu sana mahali pote, na ndipo anakuonyesha ya kwamba Musa anawakumbusha wana wa Israeli, anatukumbusha sisi, kwa sababu jinsi alikumbusha hao, ndio maana hata sisi tunakumbushwa. Na unajua wapenzi, wacheni waambie, kuna vitabu vingi hata havikuandikwa katika vitabu hivi. Kuna hizi ambazo tunaita the Bible of Eden, kitabu ambacho kina vitabu vingi sana ambavyo havikuandikwa katika kitabu hiki cha Biblia, zinaitwa canonicals, hazikuingia huko. Lakini hautakiwi hizo, ukisoma ni kwa sababu yako, lakini hizi ziliteuliwa ambazo ni rahisi kwako kuweza kuelewa, ambazo zilikuwa ni muhimu na zikateuliwa kuweza kutusaidia sisi. Kwa hivyo wapenzi, nasema nini? Katika Deuteronomy hiyo mstari 29 mstari wa kwanza inasema, haya ndiyo maneno ya agano Bwana aliyomwamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moabi, pamoja na agano alilofanya kule Horeb. Unaona ya kwamba mambo yote yanarudi Horeb, mahali Mungu alikuwa na Musa. Na unajua Horeb Mungu alikuwa na Musa mara ngapi? Mara mbili, ambayo inatakiwa ukumbuke sana. Mara ya kwanza alipoona kichaka kikiungua hakiungui, ilikuwa ni mahali hapo. Na mara ya pili ni wakati ambapo alienda kupewa amri na Mungu. Kwa hivyo wapenzi, utakumbuka nyakati hizo, na ilikuwa na utofauti sana, ilikuwa ni miaka kadhaa, kwa sababu ukikumbuka wakati ule Musa alienda mara ya kwanza, alirudi akakaa Misri miaka 30. Kwa hivyo ilikuwa ni zaidi ya miaka 30 imepita tangu mara ya kwanza na mara ya pili.
Kwa hivyo wapenzi, unaona Mungu anaweza kukurudisha mahali ambapo ulitoka ili akukumbushe ama aongee nawe. Kwa hivyo wapenzi, Musa akaiandika Torati hii, akawapa makuhani na wana wa Walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana na wazee wote wa Israeli. Kwa hivyo wakati Musa alipopata hii Torati na akawa amemaliza kuwasomea watu wote, aliwapa nani? Wako wale walipewa ili iweze kufikia watu wengine. Wale waliopewa mamlaka ya kuichukua hii habari kwa wengine ni wale ambao walichaguliwa. Kwanza makuhani, the priest. Hao ilikuwa ni lazima, kwa sababu wanakutana na kongamano la watu wanawahitaji kila wakati wa kutolewa dhabihu na mambo mengine. Na Walawi, wale ambao walitumika kusaidia katika kazi ya Mungu. Na kwa hivyo hao walipewa pamoja na nani? Na wazee, wale walikuwa viongozi, wajumbe kati ya wana wa Israeli. Hao wote walipewa hilo sanduku la agano, wakaambiwa sasa hili liko katika mamlaka yenu. Kwa hivyo hawa wakipotea, ni nyinyi mtaulizwa. Nani? Makuhani wakiwa na Walawi, wale ambao wameteuliwa na Bwana, na vile vile wale viongozi ambao walikuwa wa wana wa Israeli. Hao ndio walikuwa na mamlaka hayo. Na kwa hivyo wapenzi, ndio aliachiwa mzigo huo na nani? Na Musa. Kwa hivyo iliandikwa wakati wa Musa akiwa hai, lakini sio mfalme Josiah. Tunaona wasomi wanasema ya kwamba, kwa sababu nakumbuka, nataka kukukumbusha kidogo hapa ili uelewe kwa nini Josiah anakuja ndani, mfalme aliyechukua mamlaka akiwa kijana mdogo. Ni kwa sababu yeye, wakati wa Israeli walikaa katika nchi, na baada ya Joshua kuondoka, baada ya waamuzi na nini, kulikuja wafalme, na baada ya Samueli kumaliza palikuja wafalme, na hawa wafalme walitawala kwa njia tofauti tofauti. Kila mmoja alikuwa na njia zake. Wengine walikuwa watu wazuri, wengine wabaya, wengine wakatili, wengine waliabudu miungu mingine namna hiyo. Huyu kijana, watu hawakuweza kumwabudu Mungu huyo ambaye aliwatoa Misri. Walisahau kabisa, wakafanya mambo yao na wakatenda mambo maovu mbele ya Bwana. Ndipo huyu kijana alipochukua, aliweza kumtafuta mtu wa Mungu aliyekuwa wakati ule ambaye aliitwa Hilkia. Huyu Hilkia ndio alienda kutafuta kama kutapatikana maandiko ya Bwana ambayo ingeweza kukumbusha wana wa Israeli jinsi Mungu alivyokuwa ameweka amri zake. Na walipotafuta walikuta nini? Katika mahali ambapo kulikuwa kumebomolewa, kumekaa vibaya, waliweza kupata kitabu hiki ambacho ni Deuteronomy, kumbukumbu ya Torati. Na walipoipata, ndipo aliambiwa Hilkia aweze kuwasomea watu waweze kukumbuka. Na Josiah akamaliza mambo ya kuabudu miungu wengine, akarudisha ibada ya kumwabudu Mungu. Ndio unaona wasomi huwa wanapoongea mambo haya, wakiandika vitabu vyao, wanasema ni kama Josiah ndio aliandika, kwa sababu yeye ndiye alikumbusha watu. Yeye hakuandika. Yeye ni kitabu kilipatikana kati ya vile vilivyokuwa vimepotea, na ikawa hiki kitabu kilipopatikana, akamwamuru Hilkia, huyu ambaye ni kuhani, aweze kuwasomea watu ili waweze kujua mambo yale Mungu aliyotaka. Na ilikuwa ni karne ya 7, yani 700 BC. Kwa hivyo haya ilikuwa ni kurudia na kuweza kusimamisha na kurejesha kazi ya Mungu. Basi tunaona katika hiyo Deuteronomy 34, tunaona kwamba tangazo la tanzia ya Musa imeweza kuja. Musa, imefika wakati ambapo aliweza kuondoka, na sasa alipoondoka, ikawa kitabu tayari. Mumeona alipeana sanduku la agano kwa makuhani wakiwa na Walawi pamoja na wazee ambao walikuwa wameteuliwa kuweza kuongoza wakati wote. Wazee katika kanisa na kuhani aliyepo na kiongozi yule ambaye ni kuhani na wale wanamsaidia kazi, hao ndio huwa wanasaidia wengine walioteuliwa uokovuni, yaani washiriki wote, kuwakumbusha mambo haya. Kwa hivyo kila mtu ana jukumu katika nyumba ya Mungu kuwakumbusha watu wa Mungu. Tarehe ya kumbukumbu ya Torati ni hiyo ambayo tumeelezwa, ambaye walielezwa ng'ambo ya Yordani kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi, kwa sababu walipoingia tayari Musa hakuwepo. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba wakiwa wameelezwa namna hiyo na wamekaa tayari, ndio tunaona Joshua sasa anachukua mamlaka. Na Joshua alipochukua mamlaka hakuyaweka mikononi mwake. Unaona katika kitabu cha Joshua 1
mstari wa pili, Mungu anaongea na Joshua wakati sasa anachukua mamlaka. Anamwambia nini? Anamwambia Musa, mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Nataka kukuambia nini hapa? Nakuambia ya kwamba sasa Musa kitabu chake kiko tayari, na ndipo sasa mamlaka yote yamepewa Joshua. Kwa hivyo Joshua hakuna kitabu anaenda andika kingine, ataendelea kukumbusha watu na maandiko haya kupitia kwa kuhani ambao wataendelea nao katika nchi ya ahadi. Kinaeleza katika mwezi huo walipotoka ukumbusho, ilikuwa ni wakati wa ukumbusho wa Musa alipoondoka, na ilikuwa ni mwaka wa 1405 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, ikawa baada ya miaka hii 40 ndipo waliweza kukaribia kuingia katika nchi ya ahadi, na Musa mtu wa Mungu aliweza kuchukuliwa mahali pale na akaondoka kati yao na akawa ameenda. Kitu gani wapenzi? Nataka kuwaambia tunaingia mahali ambapo ni mufti, mahali muhimu sana. Mahali hapa sasa tunaingia Joshua 5 mstari wa 6. Wanajitayarisha kuingia nchi ya ahadi. Sasa wana kila kitu, wana sanduku la agano, viongozi wameteuliwa, Musa amewapa, amewaambia vile watatembea. Kwa hivyo tayari Deuteronomy imekwisha. Sasa kabla ya kuingia wajichukulie nchi, kuna mambo ambayo mnatakiwa kujua. Na mambo hayo ni gani? Katika Joshua 6, katika Joshua 5 mstari wa 6 mpaka wa 12 tunaelezwa juu ya damu. Yaani hakuna wakati mtakapopata nchi hii na kuirithi, hakuna wakati mtapokea uwepo wa Mungu na nguvu zake na baraka zile ambazo wamewawekea kama hamujaingia katika agano lake, kama alivyosema, yani agano la damu. Hebu tuangalie. Kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa nzima, yaani watu waume waendao vitani waliotoka Misri walipokuwa wameangamia, kwa sababu hawakuisikiza sauti ya Bwana. Nao ndio Bwana aliyowaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atawapa, sisi nchi ijaayo maziwa na asali. Sikiliza hapa vizuri. Bwana akawaambia, sikiliza, miaka 40 walitembea barani, walitembea na wale waliotoka Misri wote wanaume. Sikiliza vizuri Biblia inavyosema, kwa sababu ni vibaya sana kuwa unafundishwa mafundisho kinyume na neno la Mungu. Inasema wazi hapa katika Joshua 5 mstari wa 6 ya kwamba hata hilo taifa nzima, watu waume waendao vitani, watu waume ndio walikufa jangwani wote. Wale wanaume waliokuwa wamesimama, si wanawake, si watoto. Hapa hatujaelezwa hivi, ni wanaume vichwa ngumu. Hata ukienda kanisa wakati huu kongamano la watu wa Mungu, wamama huwa wengi na watoto. Wazee wako wapi? Wako mambo yao, hawashughuliki, kwa sababu roho mbaya hii ya kutokutii huwa ni kwao. Hata ukimwambia mfanye kazi ya Mungu, kwanza lazima akuulize maswali, itafanywaje? Kwa nini unataka pesa? Kwa nini usitafute yako? Kwa nini? Inakuwa kazi ngumu sana ya Mungu, mpaka yule atakayeamini anaingia na mnafanya kazi pamoja. Wengine huingia na mnafanya kazi vizuri sana, lakini baadaye hata kukija mambo ya kuharibu kazi ya Mungu, huwa ni waume tu wanakaa pamoja, wanasema kwa nini ni yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Na wakiwa namna hiyo, ndio naona makanisa yanapasuka, watu wanarudi nyuma, watu wanaenda kuabudu mambo mengine tofauti kabisa. Sasa hapa unaona, kwa sababu ya hiyo, hata kumbuka vile walimpoteza mtumishi wa Mungu huyu Harun wakati walitengeneza ile ndama kule jangwani, Musa akiwa mlimani. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini? Mungu amesema mwenyewe hapa mstari wa 6, Joshua 5 mstari wa 6, anasema waume waendao vitani. Wale walikuwa watu wazima, watu wenye nguvu, watu ambao hawana kasoro. Hao wote waliotoka Misri wameangamia kwa sababu hawakuisikiza sauti ya Bwana. Na ile sauti ya Bwana ilikuwa imewaambia atawapa nchi aliyowaapia baba zao. Kwa kutokusikia hawakuirithi, wote walianguka jangwani. Na unakumbuka ndio wenyewe walisema hivi, afadhali tukarudi tukakule marenge huko, turudi huko Misri. Na basi wote waliishia jangwani. Wapenzi, nasema nini? Watu wakienda kinyume na Mungu, mkikataa kusikia sauti ya Bwana. Na kwa nini waume wanauawa?
kwa sababu wanaume wanakufa, kwa sababu hao ndio wanaendeleza taifa. Hao ndio wanabeba mbegu, na hizi mbegu wakiwa hawatii watazaa tena mbegu ambazo hazitii, kizazi ambacho hakimtii Bwana. Kwa hivyo ndio Bwana anawaondoa ili mbegu hizo, generational curses hizo, zisiendelee kuwepo, ziondoke kabisa. Kwa hivyo wapenzi, kuna sababu maalum ambazo Mungu anawaondoa watu wasiotii. Ndio unaona hata vita vikitokea, hata kuwe na clashes ama kuwe na mapinduzi ama nini, ama ni majeshi inapindua nchi, kwanza wanaendaga wakiuaga wanaume tu. Hawauagi wa mama, hawauagi watoto kawaida, lakini wanaua wanaume. Lakini wengine wakiwa wanataka kumaliza hiyo mbegu, maandiko ya Mungu tutakavyoenda tukisoma, utasikia ya kwamba kuna mahali Mungu anasema hata watoto wote wa kiume wauawe wote. Kwa hivyo wapenzi, lazima ufahamu ati huyu mpanzi, huyu anayebeba mbegu, huyo ndio anafanya magonjwa mengi na mambo mabaya, ile tunaita generational curses, iweze kuendelea, kwa sababu asipotii hata kizazi chake hakiwezi kutii, kwa sababu hawezi kukifunzu, na ndipo wote waliishia jangwani. Kwa hivyo wapenzi, na hawakuweza kuingia nchi ambaye Mungu alikuwa amewaahidi, ilikuwa na maziwa na asali. Na maziwa na asali haipatikani bure, hivyo lazima ufanye kazi, sababu lazima ukatafute nyuki mahali walipo ili uweze kulinda ile asali. Na vile vile maziwa, hauwezi kupata maziwa ng'ombe tu, ni lazima ulishe huyu ng'ombe, umuelekeze vizuri mahali kuna majani mazuri na maji na kile kitu, ndio aweze kukupa maziwa. Kwa hivyo wapenzi, hii baraka ya maziwa na asali ni lazima tufanye kazi. Na tunafanya kazi gani? Mambo ya kulinda asali ni mikono yetu, mambo ya kulisha ng'ombe ni mikono yetu. Ndio Mungu anasema katika kitabu hii ya Kumbukumbu ya Torati 28, nitabariki kazi ya mikono yenu, ndipo mtapata asali na mpate maziwa. Bila kufanya kazi hakuna kitu utapata katika dunia hii. Hata ukipitia njia mbaya, uwe ni mtu ambaye anapata mali kwa njia chafu, yote itakwisha, na ingine itakuwa ni laana kwa jamii yako, kwa sababu hata hawataitumia vizuri, kwa sababu haina baraka ya Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kupata kitu kwa njia ya haki vile Mungu anavyopenda. Na watoto wao aliowainua badala yao ndio hao waliotahiri Yoshua, kwa kuwa wao walikuwa hawakutahiriwa, kwa maana walikuwa hawakutahiriwa njiani. Yaani sasa watoto, kumbuka miaka 20, wale ambao walikuwa na miaka 20 walihesabiwa watoto tu, lakini kama walikuwa wametahiriwa, na wengi hawakuwa wametahiriwa hata hao miaka 20, kwa sababu katika Misri wengi walikuwa wameingia katika matabia na mila za Wamisri. Kwa hivyo hawakuwa wanatahiriwa, walikuwa wanakaa kama Wamisri, hawakuwa wanatahiriwa. Kwa hivyo sasa hata hao wazee wengi walikufa jangwani, walikuwa walikuwa hawajatahiri, kwa sababu tabia za Misri zilikuwa ni zile mbaya, hawatahiri. Na ndio maana unaambiwa hii, hata ingawaje walikuwa ni uzao wa Abrahamu, miaka 400 walikuwa wamesahau mambo mengi ya Abrahamu na kuanza kuabudu, mpaka walipomlilia Mungu akasikia. Sasa hawa vijana waliokuwa na miaka 20 bado walikuwa bado ipi, na walipokuwa hivyo, kulikuwa na wale walizaliwa miaka 40 jangwani. Na hawa miaka 40 sasa, aliyekuwa mzee zaidi ukiondoa Caleb na Joshua, walikuwa ni miaka ngapi? Ni miaka 60. Hesabu rahisi. Hawa wote neno la Mungu linatuambia kwamba Yoshua, kwa sababu alikuwa ametahiri watu, alikuwa ameogopa Mungu. Kuna jamii zilikuwa zinamuogopa Mungu bado. Sasa yeye ndiye alifanya kazi hii ya kutahiri hawa watu wote. Biblia inasema aliwatahiri wote, hawa wote, akisaidiwa na wale ambao Bwana alikuwa ameteua, kwa sababu kati yao kulikuwa na wachache, pengine Caleb alimsaidia, na vile vile makuhani labda walikuwa wamepitia pale, ule kuhani aliyekuwapo wakati huo. Basi waliweza kutenda hiyo kazi na wakatahiri wote pale jangwani kabla ya kuvuka Yordani. Na ilikuwa alipokwisha kutahiriwa taifa nzima, taifa lote nzima lilitahiriwa mahali pale. Ili wafanye nini wapenzi? Sijui kama unakumbuka katika Mwanzo 17, wakati Mungu alitaka kumpa huyu mtu wa Mungu Abrahamu nchi, alimwambia ya kwamba lazima atahiriwe yeye na watoto wake na watumishi wake wote waliokuwa pamoja naye, wote watahiriwe ndio aingie katika agano la nchi. Yaani lazima damu imwagike ndio baraka uweze kurithi nchi. Kwa hivyo Abraham mahali alipotahiriwa
na watoto wake, ndipo walianza kurithi nchi, wakapewa mahali pao na Mungu akawapa. Kwa sababu gani? Damu na mchanga zina uhusiano mkubwa sana. Tunatoka mchangani na tunarudi mchangani. Kwa hivyo kuna sheria. Bila umwagikaji wa damu hakuna ukombozi. Kwa hivyo katika yote, kukombolewa, wokovu, dini, lazima kuwe na umwagikaji wa damu. Lakini katika land covenant damu ilihitajika. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba walitahiriwa wote, ili sasa wakiingia nchi ile waweze kuirithi nchi. Na wale ambao walikuwa tayari Musa amewapa ng'ambo hii, familia ya Ruben na Manase nusu na Gad, wote wakiwa hapa, kabla ya kuanza kukaa kwa nchi yao, walitahiriwa pamoja na hawa katika ng'ambo hii ya Yordani. Kwa hivyo wakati wametahiriwa hivyo, Bwana akamwambia Joshua, siku hii ya leo walipotahiriwa, kuna jambo linatendeka, lazima kuwe na mpatano. Siku hii ya leo nimeivingirisha aibu ya Wamisri, yaani iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali, maana yake kuvingirishwa ama mviringo. Kwa hivyo hata hivi leo panaitwa Gilgal. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Nakuambia ya kwamba Mungu amesema wazi, akamwambia Joshua, siku hii ya leo nimewaondolea aibu ya Misri. Aibu ya Misri ni kukaa bila kutahiriwa. Hiyo ndio ilikuwa aibu. Kwa hivyo wakati sasa, na hawakuwa na nchi ya kurithi. Unajua, hata tuongee tu kwa sababu mimi nafundisha vile neno liko. Unajua hata Misri wanategemea, ni jangwa, wanategemea mto wa Nile. Mto wa Nile ndio unawapa chakula na kila kitu, kwa sababu hiyo ndio wanategemea. Kwa hivyo kama mto wa Nile ukikauka, hakuna kitu wataendelea, kutakuwa njaa na kifo, maji yakiondoka katika mto Nile. Kwa hivyo ndio unaona kuna agano ambalo ni kule Afrika Mashariki na Kati hapo, ati ya kwamba hakuna wakati Kenya, Uganda, Tanzania watakataza maji ya Nile iendelee upande wa Misri. Wakikataa, wa Misri wataenda huko na vita na kuleta vita kali sana na nchi hizo. Kwa hivyo ndio maana hii hao nakaa wanategemea mto tu. Kwa hivyo wapenzi, nataka kukuambia nini? Na kuambia ya kwamba wana aibu, kwa sababu watu wasiochokea jambo wanategemea hiyo, ni Mungu wanategemea, kwa sababu ni maji, hiyo ndio inawalisha na kila kitu. Kwa hivyo wapenzi, aibu yao ni kwamba walikuwa hawana ahadi ya nchi, agano la nchi, yaani the land covenant. Na ndiyo maana Mungu anasema, sababu agano la nchi linatokana na umwagikaji wa damu, kutahiriwa na mambo kama. Na ndiyo Biblia, hata tukipita njia gani, wakati nitakuja kufundisha juu ya hizi agano ambazo ni 6, tukifundisha Adamic na hii na David na wote, hizo zote zina sababu zake. Na hii ya Abrahamu inaitwa land covenant, ambaye ni umwagikaji wa damu na mchanga ndio aweze kupata. Kwa hivyo wapenzi, na ndio ilikuwa kabla ya kuvuka Yordani, wawe wametahiri, ndio akienda kupigana na adui wajiridhie nchi na iwe yao. Na watu ambao hawajarithi nchi, unajua nini? Hawana nchi yao. Hata wakifa wanarudishaga mili mahali babu ya babu zao walikuwa, kwa sababu kama hawakuwa na covenant, hawawezi kununua mahali ingine wasikie wameridhika, wanaona warudi kule kule. Kwa hivyo utaangalia, kuna makabila mengi namna hiyo, kuna watu wengi namna hiyo, na kuna wengine wanarudisha kwa sababu ya land covenant. Kama Waisraeli wakifa zaidi katika sehemu zingine za dunia, wengi sana hurudishwa Israel na wanazikwa pale. Na makabila mengine yetu hata wakifa namna gani hurudishwa kwao. Wengine wana land covenant na wengine hawana land covenant, wanarudi kwa mashamba ya wazazi wao. Lakini wale walio na land covenant, wale ambao hufanyiwa hiyo matohara, hao hunyakua nchi mahali wanapoenda, sababu wanatahiri, wanakuwa na covenant na nchi hiyo. Mchanga ukiwakubali sawa, nchi ikiwakataa warudi kwao. Kwa hivyo lazima kuwe mchanga ukukubali ndio uishi mahali, ndio utajiri wako uanze kuonekana hapo. Kwa hivyo wapenzi, basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgal. Baada ya kutahiriwa, wote wakakaa hema zao, wakakaa pale, hawakuondoka kwa sababu ya uchungu. Kwa hivyo walikaa mahali pale mpaka nini? Nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni, katika nchi tambarare ya Yeriko. Kwa hivyo walikaa mahali pale, na ndio walikula Pasaka ya kwanza
kwa hiyo miaka 40 tangu walipokula Pasaka ya kwanza kule Misri wakiondoka mwana-kondoo. Sasa baada ya miaka 40 wametahiriwa. Baada ya kutahiriwa ndio wamemla Kristo, wamekula Kristo, wamekuwa na mapatano na Mungu Pasaka. Kwa hivyo nao wakala katika mazao ya nchi ya pili na kuiandama hiyo siku ya Pasaka. Wakala mikate siku hiyo kwa sababu Mungu aliwafungulia katika nchi hiyo, na vile vile wakala bisi, yaani ngano iliyochomwa ngano iliyochomwa ambaye imekauka namna, ndio inaitwa bisi, yaani ambaye haijapikwa. Basi wakala siku hiyo, na ndipo ile mana ikakoma. Walipokula hiyo siku hiyo ya Pasaka, ile mana walikuwa wanakula jangwani kwa miaka 40 ikakoma, haikuja tena, haikunyesha tena, haikuonekana tena, ikafika mwisho. Ukisoma kitabu cha Hesabu 9 mstari wa 5 na kitabu cha Exodus Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka wa 13, utaona Pasaka hiyo na jinsi ilivyokuwa, na walipoingia jangwani jinsi Mungu aliwaletea mana wakaweza kuendelea kula. Sasa ikakoma. Wakati sasa wa Mungu kuwapa ikakoma. Wakati wa kutegemea ikakoma. Wakati wa kuwa kupe unangoja inyeshe ukachukue na unga na madebe ikakwisha. Kwa hivyo sasa inaonekana baada ya Pasaka, baada ya kumpokea Bwana, ni juu yetu kufanya kazi. Tufanye kazi ili mikono yetu ibarikiwe. Na tunaambiwa nini? Ndipo maana ilikoma siku hiyo, na siku yake ya pili ya wana kuyala mazao ya nchi. Wakakula mazao ya nchi ile, ilikuwa katika nchi ile, na wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, yaani hawakuwa, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanani mwaka huo. Wakala matunda yaliyokuwa mahali pale, ile walikuta ikiwa hawakulima, lakini walikula kile walichopata, kwa sababu tayari Mungu alikuwa amewafungulia baraka ya kuweza kuendelea, na wameingia katika agano la nchi, agano covenant. Kwa hivyo wapenzi, wakaweza kula. Imeandikwa ili kuwahimiza kizazi hiki kumtii Mungu, amri, sheria na hukumu zake, wasije wakasahau, maana atawajilisha ama atawahukumu. Kwa hivyo ilikuwa ni ukumbusho wakati wanatohariwa, wakati wakala Pasaka, ilikuwa ni ukumbusho wajue sasa ni lazima waziweke amri za Mungu. Na ndiyo maana hata sisi ni lazima tuweke amri za Mungu kama tunatembea na Mungu. Hatutakiwi kuziacha, kwa sababu tukiacha naye Mungu anatuondokea. Basi Musa katika hiyo Deuteronomy kitabu hiyo 27 mstari wa 9, Musa na makuhani wa Lawi akawaambia Israeli wote wakasema, nyamaza usikize, Israeli, leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Leo umekuwa mtu wa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo sasa Musa akiwa tayari anataka kuondoka, aliwakumbusha Waisraeli akawaambia, mjue sasa nyinyi mmekuwa ni watu wa Mungu wako. Angalia hapa, hawajaambiwa Mungu wenu, wanaambiwa Mungu wako. Kwa hivyo Mungu huwa ni wewe. Hawezi kuwa unaamini na miungu wengine ambao haujui. Unamwamini Mungu ambaye anakutendea wewe, na unakaa naye kulingana na mafunzo uliofunzwa. Basi tunaona Kristo namna gani katika kitabu hiko ambacho ni cha Kumbukumbu ya Torati. Tukiingia katika kitabu cha Deuteronomy hiyo 18 mstari wa 15, waliambiwa na Musa nini? Waliambiwa watazaliwa nabii kati yao. Kwa hivyo sasa kitabu hicho cha Deuteronomy nataka nikuonyeshe vile kinakupeleka mpaka katika Agano Jipya. Na hapo ndipo walitabiriwa, wakaambiwa Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Yaani ni Musa alikuwa anatabiri miaka itakapokuja mimi Musa sitakuwepo, lakini Mungu atawainulia nabii, atawatokelezeeni, atawatolea nabii kati yenu, patatoka nabii. Kwa hivyo mtamsikiza. Wakati unasikia nabii wa Mungu akiongea, ni lazima umsikie, kwa sababu Mungu anawainua. Hata wale manabii wa wachungaji na wengine ni manabii, wametolewa na Mungu ili kuweza kuifikisha habari hii, kwa sababu Kristo yuko ndani yao, kwa sababu tunaongea juu ya Kristo katika Agano la Kale. Usiangalie njia nyingine, Kristo roho ikiingia, huyo ni nabii. Na unajua unabii haipiganagi.
ujue unabii haina vita. Hata ukisikia kitu haukubaliani na nabii mwingine ameongea, nyamaza, hauwezi kupigana. Unabii kutoka kwa Mungu haukuwagi na vita, lakini ukiona unabii una sarakasi, unapigana, hapo kuna shida. Kwa hivyo wapenzi, Musa akawaambia katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 18 mstari wa 15, 16 mpaka 19, ati kutazaliwa nabii kati yenu, kwa vile ulivyotaka kwa Bwana wako huko Horebu siku ya kusanyiko, ukisema, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisione tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Ni wana wa Israeli walipoogopa. Kumbuka wakati walisema hata nguo zao walitoa na vipuli na vingine, wakienda pale na pakawekwa mtaro wasiweze kumkaribia mlima, kwa sababu Mungu alikuja kwa radi na yani walisikia radi na moto, wakasema, oh, tafadhali Musa, ongea kwa niaba yetu, sisi hatutaki kukaribia hapo kwa sababu Mungu atatuua. Kwa hivyo Musa ndio anawakumbusha, anawaambia, kama mlivyosema pale mlima Horebu, wakati mlisema hamtaki kusikia sauti ya Bwana, nisimame kwa niaba yenu. Bwana aliniambia hivi, wametenda vema kusema walivyosema. Mungu akasema walitenda vema kusema ya kwamba Mungu awatetee, Mungu atumie Musa kuwatetea. Mimi nawadokeshea nabii, anasema mimi nitawaletea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako Musa wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Sikiliza hapa mstari huu wa 18, weka maanani sana, hapo ni muhimu sana. Anasema ya kwamba anaambia Musa, nitaamsha nabii kati yao. Huyo ni Yesu. Huyu Yesu ama mtu yote ambaye ameteuliwa na ana Roho wa Bwana hatakiwi kunena maneno yake, ananena yale yatokayo katika kinywa cha Bwana. Na ndio Bwana anasema nitamwamsha huyu nabii kati ya hao watu, na mfano watakuwa ni mfano wa Musa ambaye aliandika haya maandiko yote, kwa sababu Musa alitii. Musa hakuongea mambo yake, na wakati aliongea yake peke yake ndio ilikataza ingie katika nchi ya ahadi. Mnakumbuka pale Kadesh Barnea wakiwa na ndugu yake Haruni walipogonga lile mwamba na fimbo yao, na wakasema wanawapa watu maji, walinena kutoka yao, na hiyo ikakataza waingie. Nawe na mimi, wale wanatumika na Mungu nyakati hizi, ukisema maneno yako mwenyewe haukaing'o, utaenda, hauwezi kaa, kwa sababu unatakiwa unene yale itokayo kwa Bwana anayokuambia unene kutoka maandiko yake matakatifu. Anasema ya kwamba yeye Mungu atatia maneno yake katika kinywa cha huyo nabii, naye atanena yatokayo kwa Bwana. Na ndiyo maana mnaona wapenzi, katika Agano Jipya Injili ya Yesu anapoongea imeandikwa na rangi nyekundu, vitabu vipya sasa. Na hiyo rangi nyekundu ni kukuonyesha ananena itokayo kwa Baba. Na akasema yeye mwenyewe, mimi sinenagi yangu, mimi hunena ile itokayo kwa Baba, iliyokuwa ananukuu kutoka katika Agano la Kale, vitabu hivyo vitano, na zaidi nyingi anatoa katika kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati. Wapenzi, lazima upate namna hiyo. Yesu hakuongea yake. Na niliwaambia mahali fulani, nikawaambia juzi ya kwamba Yesu mwaka yake 1 mpaka 12 alipatikana mara moja tu katika hekalu akiwa miaka 12, na alisema, hamjui mimi natakiwa kukaa nyumba ya Baba? Kwa hivyo baada ya hapo hatumsikii. Kuanzia miaka 12 mpaka 30 ni miaka 18, hakunena chochote. Hatujui mambo yake aliyofanya. Alikuwa katika ulimwengu kupigana na yote kama mwanadamu, kwa sababu alizaliwa kama mtu katika Injili ya Luka, na kwa hivyo alipitia yote na alijua yote, umaskini na mengine, kuwa seremara, nini, kutumwa kuleta maji, mambo kama hayo alifanya yote. Lakini akiwa miaka 30 ndio alibatizwa na akaweza kujazwa na Roho. Kuanzia hapo hakunena yake tena, alinena akiwa ndani ya Roho yale Bwana alimwambia anene. Ili neno hili katika kitabu hiki cha Deuteronomy, Kumbukumbu ya Torati, iweze kutimia, Kumbukumbu ya Torati 18 iweze kutimia katika maisha hayo. Mstari wa 18 unaona tena, mstari wa 19 inasema nini? Hata itakuwa mtu atakayesikiliza maneno yangu atakayosema yule, kwa jina langu nitalitaka kwake. Kwa hivyo
Wewe ukisikia kutoka kwa Yesu, wewe ukisikia umepokea kutoka kwa Yesu, naye Bwana anahitaji kutoka kwako, kwa sababu na wewe umesikia. Ndio maana ya mstari huyu wa 19. Na anasema nini? Kumbuka wakati Yesu aliulizwa maswali katika Yohana 6 mstari wa 29, hapo aliulizwa kufanya kazi ya Bwana ni kufanya nini? Akawaambia kufanya kazi ya Bwana ni kumtii yule aliyetumwa na yeye. Kwa hivyo ni kutii maneno yale huyu atakwambia Yesu, nawe uwaambie wengine, kwa sababu Bwana anasema mstari wa 19 hapo katika Deuteronomy hiyo anasema yeye atahitaji hiyo maneno uliyosikia kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nawe vile vile atahitaji kutoka kwako. Kwa hivyo usiweke yako, endesha na kusema ya Bwana. Katika kitabu cha Matendo 7 mstari wa 37 vile vile Paulo aliweza kukumbuka mambo haya, lakini hasa yule aliandika haya ni Luka, kwa sababu Luka ndio aliandika kitabu hiki cha Acts of the Apostles, na anasema ya kwamba katika mstari wa 37 Musa huyu ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Kwa hivyo wanarudia tena, tayari Yesu ashakuja, amerudi mbinguni na Roho Mtakatifu ameshuka na anatenda kazi. Sasa mnakumbushwa huyu Roho Mtakatifu akiwa ndani yenu, kwa sababu ni wakati wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo. Mumusikie yeye na munene yale anayonena, kwa sababu Roho haneni yake, ananena kutoka kwa Bwana aliyosema. Na ndio unasikia inasemekana ya kwamba atakaye tukana Yesu atasamehewa, atakaye tukana Mungu atasamehewa, lakini atakaye tukana Roho hatasamehewa. Kwa hivyo, kwa sababu Roho hana hatia yoyote, hana jambo ananena yatokayo kwa Bwana. Kwa hivyo uheshimu mambo ya Roho. Kwa hivyo wapenzi, na yao yametokana na Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu akiongea wote watajua. Lazima utajua, dhamiri yako itakuambia huyo ni Roho wa Mungu, kwa sababu kuna roho nyingi sana zinatawala wakati huu kuharibu madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo katika Deuteronomy tunaongea tu juu ya huyu nabii, tunaondikea hapo katika hiyo kitabu ya Kumbukumbu 34 10:12 tunaona wala haijainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Kwa hivyo nabii huyu Musa alijulikana na Mungu uso kwa uso. Hii ni kusema ya kwamba Musa alikuwa akiongea na Bwana, aliona kichaka. Kumbuka hapo ni uso kwa uso. Aliona kichaka kikiungua na hakiungui. Aliona moto huo, aliona nguvu za Mungu. Kule juu mlimani akipewa amri 10, aliona Bwana akiandika kwenye mawe na amri za Mungu zikaandikwa na akapewa. Kwa hivyo ndio inasema uso kwa uso. Yeye aliweza kushuhudia mambo hayo katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtumia kutenda katika nchi ya Misri. Zile 10, unajua zile alizotenda: nzi kuja katika nchi ile, vijana kufa, wale wazaliwa wa kwanza wa wanyama wote, mambo mengi, na mto kubadilika kuwa damu. Mambo haya yote 10 yalionekana, miujiza, mambo ya ajabu mpaka Farao na watumishi wake wote wakashuhudia. Hakuna mwingine amekuwa kama yeye. Na katika ule mkono wa nguvu wote tena katika ule utisho mkuu aliyoutenda Musa machoni pa Israeli yote, Israeli walishuhudia. Unajua wakati mwingine mtu wa Mungu anatenda mambo makuu ya Mungu, lakini watu wanaona, hata watu wa dunia ndio hawa kina Farao na watumishi wao, na kanisa ndio hawa wa Israeli, wanaona lakini wanapuuza tu, wanapuuza. Yaani wanasema hii haiwezekani. Nilisikia wengine wanasema hivi, watumishi wa Mungu wanafanya kazi. Kuna wale Bwana ameita, kuna wale wanatenda kazi, lakini watu hawasikii. Wakati huu wameingiwa na roho mbaya sana, ambaye hata vitabu wamesoma hapa na pale, wamekataa kumwamini Mungu na wamesahau ni wanadamu wanaandika mambo mengine kuwaponza watu. Wameingia, wameleta hata mabendera zingine zao za kusema waume na waume, wake na wake. Mnaelewa wanasema nini? Mambo haya yameingia na watu wamekataa kumsikiza Mungu na kusikiza nabii wa Mungu, wale Mungu ametuma. Kwa sababu wakati wote, hakuna wakati Mungu hatumi watu wake kuwaambia watu wa ulimwengu juu ya sheria zake na amri zake na hukumu zake. Kwa hivyo watu wasipotii Mungu, hukumu inakuja, na hukumu ya Mungu ndio mambo mengi yanatendeka. Kunakuwa na mtetemeko wa nchi, watu wengi wanamezwa na nchi kama Dathan na Kora. Kunakuwa vile vile na maji, tsunami na kuja inafagia watu. Hizi zote ni hukumu za Mungu.
Na kwa hivyo wapenzi, tumrudie Mungu, kwa sababu siku zile hatukuweza kusikia mambo kama hayo katika Biblia. Tulisikia tu wakati wa Nuhu, wakati watu waliasi. Wakati mwingine Mungu alitenda mambo akawahurumia watu na wakaendelea. Siku hizi imekuwa mbaya zaidi, kwa sababu watu wamekataa kumsikia Mungu. Kwa hivyo wapenzi, na tunasema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka 32 hiyo inasema nini? Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wamefanya dhambi, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Wakati watu wamefanya miungu ya dhahabu, ndio wanaondoka kwa Mungu. Hata nabii akienda mbele ya Mungu anaambia Mungu, ni kweli wamefanya, kwa sababu ndio wanaabudu. Na hapo ni wakati Mungu alikuwa anaambia, ni wakati Musa alikuwa anaambia Mungu juu ya Haruni na wengine walipokuwa wametengeneza ile ndama. Kwa hivyo wapenzi, walakini ikiwa utawasamehe dhambi zao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoniandika. Kwa hivyo Musa alikuwa ni mwombezi, nabii wa Mungu. Hata watu wakitenda dhambi namna gani, yeye huwa ni mwombezi. Ni mtu ambaye anawatetea watu hata kama wametenda dhambi. Akienda mbele ya Mungu haambii Mungu awamalize, anaambia Mungu awasamehe. Na ndipo unaona hata walipokuwa naabudu hiyo ndama, Musa alienda na kumwambia Mungu nini? Akamwambia wasamehe, na kama hutawasamehe basi hata mimi uniondoe katika kitabu hicho umeniandika huko ndani. Kwa hivyo uniondoe kabisa katika kitabu hiko, ili na mimi nife pamoja nao. Bwana akamwambia Musa aliposema ati aondolewe katika kitabu cha uzima. Mungu mwenyewe aliongea na Musa akamwambia, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Yaani anaambia Musa, mimi sitakufuta. In other words, anamwambia mimi sikuondoi jina lako kitabuni kwa sababu wewe haujanikosea. Mtu ambaye amenikosea, huyo ndio nitaondoa jina lake. Je, wewe unayenisikiza leo, jina lako limeandikwa katika kitabu cha Mungu? Ni lazima uwe unajiuliza hiyo kila siku, na unajua ukitenda dhambi jina lako linaondolewa, kwa sababu hivyo ndio neno la Mungu limesema katika kitabu chake. Amesema mtu anayemtendea dhambi ndiye atamuondoa katika kitabu chake. Basi sasa uende ukawaongoze hawa watu mpaka mahali ambapo nimekuambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia. Mungu aliweka ahadi na Musa akamwambia ongoze watu mpaka mahali alimwambia katika nchi hiyo. Pamoja na hiyo siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi zao. Yaani wakati nitakapokuja nitawaadhibu kulingana na dhambi zao, lakini si kwa sababu wale ambao hawatatenda dhambi sitawaadhibu. Kwa hivyo Bwana akawapiga hao watu kama walivyoifanya ile ndama ambayo Harun aliifanya. Aliwamaliza kama wale waliokuwa wametenda dhambi, lakini wale ambao hawakutenda dhambi Mungu hakuwaua, aliwaacha. Kwa hivyo wapenzi, tunakaribia kumaliza mahali hapa, na ningeomba mnipe dakika hizo 10 tu. Na wapenzi, inasema nini katika kitabu cha Deuteronomy 33 mstari wa 4 na wa 5? Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vitu vyake katika uzuri. Kwa hivyo watu waliposikia ya kwamba watu wataua, watu wamekwenda, ama siku za Musa zimekaribia kuondoka, watu waliomboleza sana. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi na ni watu wenye shingo ngumu. Watu wa Israeli, watu wa wokovu ni watu wenye shingo ngumu. Kwa mimi nikiingia kati yenu dakika moja tu nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu na uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Kwa hivyo Mungu aliwaambia waondoe fikira zao, waondoe urembo wao, waondoe kila kitu, washuke, washuhudie Bwana, wasujudu. Na Mungu akasema basi nitajua kile nitawatendea, kwa sababu ninyi mna shingo ngumu sana, na nikiingia katikani dakika moja tu naweza kuangamiza. Lakini alikuwa anasema msamaha nitawasamehe kwa sababu ya Musa. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba Yesu akija, tukiona katika Mathayo 4, naye Yesu alitumia injili ile ile ambaye ni ya Musa. Alitumia maneno yaliyoandikwa katika kitabu cha Musa, na alipokuwa anatumia hayo maneno ndio aliweza kumshinda shetani kule mlima alipokuwa anajaribiwa. Kwa hivyo utasoma hapo katika Mathayo imeandikwa. Wakati wa mkate imeandikwa, na wakati ambapo alimwambia ruke imeandikwa. Yaani Mathayo 4 mstari wa 4, wa 7 na wa 10. Kwa hivyo wapenzi, na vile vile Mathayo 22 mstari wa 37 na 38, unaona ya kwamba akawaambia umpende Bwana wako. Tunaambiwa tumpende Mungu
kwa moyo wetu wote na roho yetu yote na akili zetu zote. Wakati unampenda Mungu, usimpende nusunusu. Hiyo ndiyo amri kuu ya Mungu, yaani kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ndiyo maana natamatishia, maana Musa alisema waheshimu baba yako na mama vile vile, ili uweze kumwona Bwana. Amtukanaye baba yake au mama yake ni kufa na afe. Kwa hivyo hapa Mungu anatukumbusha amri, na ziko wapi? Ziko katika kitabu ya Deuteronomy, na ndio tunakumbushwa katika Marko 7 mstari wa 10 na Marko 10 mstari wa 19. Inatuambia nini? Wazijue amri, muzijue amri za Mungu, na anasema moja, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Hizo ndizo amri za Mungu, na zote zimeandikwa katika Kumbukumbu ya Torati, na zote zinanukuliwa katika Agano Jipya. Kwa hivyo hiyo ni kukuambia nini? Kumbukumbu ya Torati na vitabu zizo zingine zote zikiwa 5 ndizo zinapatikana Yesu akiweka nguvu, kama alivyosema katika Mathayo 5 mstari wa 17. Ndivyo anaongeza nguvu kuhusu manabii walivyonena, na ndio anawakumbusha wale. Wakati ukienda kitabu cha Luka 24, wakati anaenda Emmaus baada ya kufufuka, anawakumbusha yule Toma wakiwa na Kiliopa, anawakumbusha juu ya mambo ya wale manabii walionena juu yake, yeye akiwa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, vitabu hivi viliandikwa na Musa, na hakuna jambo lingine tunaloamini, mimi na wale ambao nimekufunzu na wale watakaosikia. Usisikie mafunzo mengine, sikia yale yanatokana na Injili ya Bwana na mafunzo ya Mungu kutoka foundation, msingi katika Agano la Kale, na kuelezwa gospel, Injili katika Agano Jipya. Mungu awabariki sana na awainue. Tutaanza kitabu hicho cha Deuteronomy kuanzia sura ya 1 kuendelea mpaka mwisho. Sasa tukiingia ndani na mafunzo yaliyopo. Haya nilikuwa nafunza sehemu ya 1 na ya 2, kidokezo hivi, ni kukufundisha ya kwamba ujue ni Musa aliandika. Usisikie mafunzo mengine, inaonyesha ni Musa aliandika, na aliandika juu ya Kristo, nabii atakayeinuliwa. Naye huyu Yesu akiinuliwa, naye alituachia akatuinua. Kwanza akainua 12, nao akaeneza Injili, nasi tumeipokea, nasi tumekuwa manabii wa Bwana, wewe na mimi. Tueneze jinsi ilivyo, ili Bwana wetu aweze kupatikana na Mungu aweze kutufikisha katika nchi aliyotuahidi, nchi ya maziwa na asali. Mungu awabariki sana, awainue, wacha akatukuzwe katika roho zenu. Tukutane wiki ijao, tuanze kusoma kitabu hiki cha Deuteronomy.